Yes, mpenzi mtazamaji wa Go Live TV, naamini kwamba wewe ni mwanafamilia bora kabisa, na kama hujaweza kusubscribe basi kumbuka kuweza kusubscribe. Hapo mbele tupo na dada yetu ambaye ameweza kupitia mkasa mmoja mzito sana. Ni mkasa ambao unamhusu katika hali ya kutafuta maisha katika kazi za ndani, na hiyo kazi ya ndani alikuwa ametafutiwa na mama yake. Ni kipi ambacho kiliweza kujili? Basi kubwa tu ni kwamba usiweze kusahau kufanya hivyo, turn on notification na pia kusubscribe ili uweze kuwa mwanafamilia yetu moja kwa moja. Na kwa sasa basi atatueleza kitu ambacho ameweza kupitia na mkasa gani ambao ameweza kupitia na mpaka sasa kitu gani ambacho kinaweza kumsumbua. Sister, mambo vipi? Poa. Vipi shughuli zinasemaje? Namshukuru Mungu sini. Sawa. Ulisema kwamba umepitia mkasa mmoja mzito sana katika maisha yako ambao unahusiana na mambo ya kazi za ndani, ambayo kazi ambayo ulitafutiwa na mama yako mzazi. Vipi ilikuwaje katika hali hiyo, na vipi mwanzo kabla hiyo kazi, na uliingiaje? Mambo yalikuwa vipi tuweze kuelewa mimi pamoja na watazamaji. Mimi nilipomaliza darasa 7 mamangu alikuwa na rafiki yake. Ndio akaniambia kuna rafiki yake anatafuta mfanyakazi, akaleta ili kuja kusubiri majibu. Nimekuja, nimefanya kazi, kawa naishi kama kawaida. Baadaye katika kufanya kazi kawa tuko watu watatu, mabosi zangu, mke wake na mume wake, kuona mimi nakuwa watatu. Kwa hiyo tumekaa pale, tumeishi vizuri. Baadaye na huo muda ambao ulifika pale ulikuwa ni muda gani? Pengine labda kwa sababu naona umri wako pia sio mkubwa sana, na kipindi hicho ambacho nakiongelea ni kipindi cha muda kidogo kimepita. Vipi ulikuwa katika hali gani? Katika hali ya wanafunzi ama shule ulikuwa tayari umemaliza ama ulikuwa usomi kabisa? nilikuwa nasoma darasa 7 ndio nimemaliza. Kwa hiyo nilikuwa kama nasubiri majibu sasa yatoke. Kwa hiyo ndio nikaja kufanya kazi huku nasubiri majibu. Kwa hiyo nimekuja nimefanya kama kawaida, rafiki wa mama yangu, nimefanya vizuri, tumekaa. Baadaye mazingira ndio akaja tu kubadilika. Mbona walikuwa wananiacha nashinda peke yangu, kawa nafanya kazi kama kawaida, narudi jioni. Hiyo siku sasa ndio nimeingia store nafanya usafi. Ndio nakuta kuna sufuria kulifunua nakutana na ilizi. Kushtuka ndio nikasubiri wenyewe warudi ili mpate kuuliza kwamba sijajua ni kitu gani, kwa sababu nyumba za watu huwezi kujua, kila mtu ana vitu vyake. Na hiyo ilizi ilikuwa ni ilizi ya namna gani? Imefungwa tu, imewekwa kwenye sufuria, imefunikwa, ila ilikuwa ni kubwa ya kushtua. Kwa hiyo ndio nimemsubiri yule mama amekuja, kumuuliza ndio yeye pia hakushtuka sana, ila alisema tu, nilimwambia huyu baba awe anaweka vitu vyake vizuri. Sikujua kwamba alikuwa na maana gani. Nimekaa pale, amekuja yule baba. Baadaye yule baba akanipa kama kitisho fulani. Kaniambia, wewe unavyoviona huko ndani uviangalie kama unavyoviona hivi. Wala ukoseme kwa mtu yoyote. Nani sasa hivi hata kutoka huko nje utakiwa utoke, wala kuongea kitu chochote kuhusu mambo ya huko ndani. Uangalie hivi. Nikapata wasiwasi. Akasema nimpigie mama. Akasema kumpigia mama pia inaweza nikampa wasiwasi. Akasema hebu subiri kwanza nivumilie, niangalie hali halisi inavyoenda. Lakini hali zilizozidi kwenda ndo hali kama ikawa mbaya. Mbona alikuwa kweli wana upendo tu mzuri, tulikuwa tunaishi vizuri. Lakini baada ya kutokea ile hali wakaanza kubadilika. Yaani unapokaa kulala silali kwa amani, naishi kwa vitisho tu. Kila nikifikiria nimpigie mama naogopa mama nitampa wasiwasi. Ikaenda ule baba akawa bado ananipigia biti, yani hata kutoka nje nikawa sitoki. Yani naishi kama mfungwa mle ndani. Imeenda ile hali. Baadaye nikabidi tu nimpigie mama, nikamwambia mama sasa hivi sielewi, mimi nataka nirudi nyumbani, lakini kuna hali inatokea kisi sielewi. Sasa imefikia mpaka kipindi sasa nikawa naogopa, silali. Napokaa sifanyi kazi kwa amani, naishi kwa wasiwasi, yani sina ile amani ya kuishi. Mama akaniambia kwani kuna nini? Nikamwambia kuna mambo tu yanatokea lakini sielewi kabisa. Akaniambia subiri nitaongea na bosi wako. Nikamwambia hapana, usimwambie chochote, ila
Ndio hivyo tu nimekuambia kwamba muda wote mimi naweza nikarudi. Kama nikipata tu nafasi naweza nikarudi, hata kutoroka nitatoroka kwa sababu kuna hali sizielewi huko ndani. Sikumwambia ukweli mama yangu, nilimficha. Lakini imeenda hali inapozidi kwenda, ule baba akaniambia huko tutakapoelekea itabidi uwe mke wangu. Nikasema mbona sielewi ya mambo. Mimi nasubiri majibu ili niende wapi? Niende shule. Mama akaniambia Na mama yako na huyo bosi walikuwa na uhusiano gani, pengine labda? Walikuwa ni marafiki kwa sababu hata ule mama wa kike nilikuwa namuonaga anakuja nyumbani kwetu. Kwa hiyo kawa ni kama marafiki ambao walikuwa wameshibana. Kwa hivyo fikia ile hali hapo niambia kuolewa, ndio nikazidi kushtuka. Mimi nasubiri majibu ya shuleni. Nimemaliza darasa 7, nasubiri majibu ili niende shule, na majibu yashaanza kutoka. Natakiwa niende shule. Sasa nikiambiwa mambo ya kuolewa, mimi shule nitakuwa sisomi tena. Nafanyaje? Nikifikiria nimwambie mamangu, bado naogopa kumpa pressure mama. Nafanyaje hapa? Nikakaa nikasema huu ni ujinga. Mtoto hakika atakiwa mwambie kila kitu mama. Nikabidi tu mkae chini nikamwambia mama kumetokea hivi na hivi. Nimeenda store na siku nienda kufanya usafi, ndio nikakuta kuna mhirizi store, lakini sijauelewa. Kwanza nimemwambia wenyewe wananipiga biti, mwambia wale wako toke nje, na sasa hivi anaambia mambo ya ndoa, na mimi ushaniambia masomo yametoka. Kwa hiyo sijui kama nafanyaje sasa mimi hapo. Nimekaa nimefikiria, mama akaniambia subiri kwanza niongee na bosi wako, halafu utajua nitafanyaje. Nikamwambia mama, ukiongea tu na bosi usharibu kila kitu, kwa sababu nishaambiwa kwamba hapa hawataki kujua mtu yoyote baina yangu mimi na wao tu. Kwa kama nimewekwa kwenye kifungo ambacho sikielewi hapa, kwa hiyo siwaambie chochote. Mama akaniambia sawa, sitowaambia chochote. Nikamwambia ndio hivyo, naomba tu uvumilie. Kwa mimi nikipata nafasi muda wote naweza nikatoroka nikafanyaje nikarudi. Kwa kama ameniwekea mpaka askari, sasa siwezi hata kutoka hata nje. Wakaweka mpaka mlinzi. Yaani ninapoenda, nikienda hata ni chooni wanakuwa wananichungulia. Yaani popote nitakapoenda nakuwa sina amani, sielewi yani kwamba nifanyeje. Kwa hata kutoroka tena imekuwa ni ngumu kwangu. Yaani maisha yakawa ni magumu, sielewi kwamba niishije. Yaani hata kula ikaenda ile hali, imeenda ile hali. Mwishoni nikaona maisha yanazidi kuwa magumu. Maisha yanazidi kuwa magumu, kwa hiyo nikawa sielewi nafanyaje. Nimeenda pale, mamangu hiyo siku akanipigia, akaniambia wewe umefikia mwafaka gani? Nikamwambia sijafikia mwafaka wote mpaka sasa hivi kwa sababu nimewekewa mpaka walinzi. Nikiingia chooni kuna mtu, nikienda huku kuna mtu, sielewi mimi kwamba nifanyaje mpaka sasa hivi. Akaniambia unje kusaidia. Nikamwambia hapana, usije, mimi nitapambana mimi mwenyewe kama mimi. Kwa hiyo usije popote, wewe baki huko mimi nitapambana. Imeenda ile hali walipoona kwamba nataka nitoke, mamangu pia akapigia simu akamwambia anataka aje mtoto kwa sababu majibu yashatoka. Wakamwambia bado hatujamwandalia vitu vya shule, tunataka akije huko amesha vitu vyake vya shule vyote. Mkasa mimi nasikiliza tu kwa sababu sina la kufanya. Ikaenda mama akamwambia mbona mnamchelewesha mtoto masomo majibu yashatoka huku. Mtoto huko atakiwa aende shule, afanye arudi basi. Akamwambia basi sawa, sisi tutampakiza gari. Muda wote anakuja. Kweli kaenda. Siku ndo akampigia mama akamwambia kesho huyu anakuja. Kwa hiyo utakuja kumpokea stendi. Nikafurahi nikasema bora tu niende kwa mama yangu. Nikawa nina furaha sasa. Nikakaa. Yaani siku hata kulala sikulala kwa sababu nilikuwa na furaha naona sasa naenda kwa mama. Lakini imefika ile asubuhi nashangaa hamna safari yoyote. Nikiuliza naambiwa naomba unyamaze hivyo hivyo. Mambo mengine usitaki kuyaingilia kwa sababu ushaingia sehemu ambazo sizo. Ndio umeingilia vitu ambavyo havikuwa havikuhusu. Kwa hiyo tulie hivyo hivyo. Nikasema Mungu mimi nafanyaje hapa? Mama ashadanganya mpaka hapo. Kwa hiyo sijui naingia wapi, sijui nafanya nini. Mwisho ndio akachukua sasa. Yaani sijui hata walinipa dawa gani. Nikashangaa tu nimepatwa na usingizi, nimeingizwa kwenye chumba na kuja kushtuka nipo kwenye chumba ambacho kinagiza. Sere nafanyaje? Wakaambia sasa hapo utafanya ambacho tutakwambia sisi. Ukubali usikubali utafanya sisi tutakachokuambia. Nikiangalia sielewi niko sehemu gani, kuna giza sielewi. Hapo namulikwa tu kuna tochi ya simu ndo anakuja nayo anamulika.
Nikasema Mungu wangu, maisha gani? Yule mama akaambia, mbona Hakimu mnamfanyia hivi? Kwa mimi nimefanya nini? Kosa langu, kosa lako unalijua. Wewe kipi kilichokufanya uanze kwenda kufunua vitu vya watu? Wewe ungefuata kilichokuleta. Nikamwambia Hakimu, mimi sijafanya kosa. Mimi nilifanya tu usafi na ushaniambia kwamba nisiongee chochote kwa mtu. Mimi sitaongea. Niruhusu tu niende kwa mamangu kwa ajili ya masomo. Nikamwambia tuweze kuruhusu. Kwa sababu tunajua hauwezi kutulindia siri yetu. Na hii ni siri ilishakuwa ya watu watatu. Sisi na wewe tu. Nikaa bado ni kipengele kwangu. Nikasema Mungu, unaishije mimi hapa? Ikaenda ile hali, ikaenda yule baba akasa mpaka ananiingilia kimwili. Yule mume wake anambia, wewe si umekataa kuolewa kitu na kuoa kwa lazima. Akana ananiingilia kimwili bila ridhaa yangu. Yule mwanamke naye hana utetezi wowote, na japo alikuwa rafiki sana wa mamaangu. Mwanamke naye alikuwa anafahamu hilo swala. Yule mwanamke alikuwa analifahamu hilo swala kwa sababu walikuwa wote ni kitu kimoja. Mpaka kuniambia kwamba ukubali tu kuolewa na mume wangu kwa sababu ushaingia kwenye vitu ambavyo vilikuwa havikuhusu ile nilikupiingia kielele chako. Kwa yule mama alikuwa pamoja na mume wake ni kitu kimoja. Imeenda mpaka yule baba ananiingilia kimwili, mwisho nimepata mimba. Kaja mbaba. Yule mbaba japo mimi sijawahi kumuona katika macho yangu, na katika nimefanya kazi pale, nimekaa miezi yote nasubiri majibu mpaka majibu yametoka, lakini sijawahi kumuona katika macho yangu. Na huo muda ulikuwa umefungiwa ndani ama ndani kuna kwamba kiasi kwamba utoke tu nje ya fence au kuna chumba tu? Chumba. Ndio nimefungiwa kwenye chumba ambacho kina giza. Hiyo chumba yani hata kumuona mtu hivi akiingia sio rahisi. Kwa sababu kilikuwa kina giza sana. Kwa hiyo hata yule mtu alivokuja namuona tu kuna mtu kaja alikuwa na tochi, amevaa tu nguo nyeusi, afu kichwani kuna kitambaa kavaa cheupe. Nikasema huyu nani? Akaambia mtoto, umeshaingia kwa vitu vya watu. Kwa hiyo tulie hivyo hivyo. Hasa pale tayari najihisi kama nina mimba. Akaambia hapo ulipo tayari ni mjamzito. Kwa hiyo sijihisi tu kwamba ni mjamzito. Hapo ulipo ni mjamzito. Na umeiona hiyo chupa hapo. Kwa ile chupa pale ndo akaambia chupa jinsi inavyovimba na tumbo lako ndo jinsi inavyokuwa. Nikashtuka sana, ndo nikazidi kuogopa. Maana chumba niko peke yangu, nimefungiwa. Yaani nikawa sielewi sasa nafanyaje. Kuiona ile chupa siwezi kuiona kwa sababu kuna giza. Ila sasa yule baba jinsi anavyokuja, wanapoletea chakula, nikawa naangalia pale kwenye ile chupa, naona jinsi inavyokuwa. Nimeenda hali imezidi kuwa mbaya. Ilikuwa ni chupa ya namna gani? Yaani hizi chupa ni zile za kuvunjika, zile zokaa kama za bia, ila sasa yani kwa sababu sioni vizuri, ila naona tu kama ni chupa ambayo ni ya kioo hivi. Kwa hiyo sasa ikawa ni ngumu, yani maisha yakawa ni magumu, yani sielewi. Mamangu akawa anajua kwamba tayari nishaondoka kule. Kwa sababu alipopigiwa simu siku ile kwamba anarudi mtoto, akawa tayari kumbe wanaendelea kuwasiliana naye kwamba mtoto alishapandisha gari. Wakawa namtumia mtu mwingine kupitia sauti yangu kwamba mimi nishatoka kule. Mpaka wakamwambia kwamba nishafika stendi, nikamwambia kwamba naenda kwa rafiki yangu, kumbe vyote sio kweli. Akawa namtumia tu mtu, sio mimi mwenyewe. Kwa hiyo mamangu akawa anajua kwamba nipo kwa rafiki yangu, nishatoka kwenye yale matatizo. Kumbe bado nipo kwenye matatizo zaidi ya yale kwamba nilikuwa napambana nayo. Imeenda chupa inakuwa na kweli tumbo inakuwa. Inaenda mwishoni chupa imepotea na tumbo nashangaa tumbo sioni tumbo, yani siku nashangaa tu nimeshtuka hivi nikiangalia. Ndani ya chupa labda kulikuwa kitu ambacho kilikuwa kinakuwa ni nini ambacho kilikuwa ndani yake? Ninaona kwamba kuna kama kimtoto fulani, ila sasa kwa sababu kuna giza, yani kuona ile moja kwa moja kuangalia vizuri ni ngumu kwa sababu sina simu, sina tochi yoyote. Kwa hiyo nafanya kuibia pale, wakija yule baba na yule mama wakija pale ndio nakuwa nachungulia, ndio naona kwamba kuna kama kimtu fulani kwa ndani. Ila sasa sielewi kwamba ni kitu gani ndani, ila naona tu jinsi inavyozidi kukua, kuvimba. Kwa hiyo imeenda, mamangu anajua ametoka kwenye matatizo, kumbe nipo kwenye matatizo zaidi ya pale. Kwa hiyo akipigiwa simu, kuna mtu anampa simu. Wanasalimiana vizuri, mama naendelea vizuri, kumbe sio mimi. Mamangu anajua sipo katika matatizo tena. Imeenda ile hali, ile tumbo lilivokata tu, unaona ile chupa imevunjika na tumbo silioni, nimeshtuka. Nikiangalia tumbo sina, chupa haipo, ndo kazidi kushtuka. Nasema Mungu wangu, kitu gani hiki? Mbona zina matatizo yanazidi?
Nikakaa. Mvokaa ule baba alipokuja alipoona ile hali naye ule mwenye nyumba na ule mama mwenye nyumba wakajiuliza. Ndio wakamfuata, kumbe ule mtu wake walimfuata, ndio akamwambia yule mwenzao, ndio akaambia kwamba kweli alikuwa na mimba, lakini ile mimba mizimu yetu na ya kwao hajaendana kabisa, na ndio maana umeshangaa umepotea katika mazingira ya kutatanisha. Nikashtuka. Hasa mimi walipokuwa wanaongea, mbona ule mbaba walifanya kumuita pale ndani. Walipomuita kwao, walipokuwa wanaongea nasikiliza kwa wapi? Kwa mlangoni. Kukuta nikafika mpaka pale mlangoni, kwa sababu naona chumba walichoniweka na sebleni sio mbali. Japo kuna giza, japo sioni chochote, lakini naona sio mbali kwa sababu nilikuwa nasikia maongezo walikuwa wanaongea. Niliposikia vile, akamwambia sasa kama imetokea hivi, je, tunafanyaje hapa? Kama kishatokea kama hivi, kama mtoto alikuwa tumboni kwake na mizimu yako hajaendana, je, unafanyaje sasa hapa? Akamwambia sasa hapa kinachofuata inabidi tu na mdada mumtoe kafara. Nikashtuka. Kushtuka nikasema mimi hapa najiokoaje sasa mimi? Sielewi hapa, sielewi kushoto wala kulia, sina pa kujiokoa, sielewi chumba nafunguaje kisijui, yani nipo tu. Ila nikasema Mungu atanisaidia. Nikabaki nikasimama na Mungu. Sina jinsi ya kufanya, ikabidi nisimame tu na Mungu. Nikawa naomba Mungu unisaidie kwa kila hali, naomba unisaidie hali yote ninayopitia. Ikaenda. Nimekaa kumetulia siku hiyo. Nikasema kwa nini hapa nisifanye kitu? Kulikuwa kuna kisturi kama sturi fulani hivi wameiweka. Nikasema hii itabidi nifanye jambo. Kiangalia hivi juu, nikaona kama kuna tobo hivi. Japo kuna giza, nikasema potelea pote. Bora ndondoke tu niife kuliko kwa mateso nayoyapitia. Hapa sielewi kwamba natoka lini ama sielewi nitokelewaje. Alafu nishasikia kwamba tayari natakiwa nitolewe kafara. Bora tu nijitoe kafara kabla wenyewe hawajakuja kunitoa, nikajitoa mhanga.